mtazamaji wangu, usiku huu wa leo ninakusalimu kupitia jina zuri la Bwana na Mwokozi wetu Yesu Kristo. Namshukuru Mungu ambaye ametupa nafasi ya kukutana tena usiku huu wa leo, na kwa jina naitwa Mchungaji Leonard Majura Mwizarubi. Nachunga kanisa la EAGT mjini Arusha katika mtaa wa Ungalimited, mahala ambapo kanisa hili lilipo. Na kabla sijakusomea neno hili, hebu tumuombe Mungu. Bwana Yesu, asante kutulinda, kututunza. Umetupa neema siku nzima ya leo, tumeuona wema wako. Na kabla ya kwenda kupumzika usiku huu, tunakwenda kuyapokea maneno yako haya ya muhimu yatakayotufaa na kutusaidia katika safari yetu. Naomba umbariki mtazamaji wangu huyu na msikilizaji wangu huyu katika jina la Yesu Kristo. Moyo wake uwe wazi kabisa na umakini, awe na kalamu, awe na daftari, ikiwezekana aandike notes kwa maneno haya ya thamani sana ambayo umeyaweka ndani ya moyo wangu. Nami nijalie kuyanena kwa usahihi mbele zako Mungu, utakaye hukumu kila neno ninalolisema mbele za uso wako, katika jina la Yesu Kristo Bwana wetu, amen. Usiku huu wa leo nataka kuzungumza na wewe juu ya umuhimu wa kuwa macho na washauri. Umuhimu wa kuwa macho na washauri. Na neno litakalo tuongoza ni katika Isaya ile sura ya 9. Nitasoma ule mstari wa 6 na wa 7. Maana kwa ajili yetu mtoto amezaliwa, tumepewa mtoto mwanamume, na uweza wa kifalme utakuwa begani mwake. Naye ataitwa jina lake Mshauri wa Ajabu, Mungu mwenye nguvu, Baba wa milele, Mfalme wa milele. Leo nataka mfalme wa amani. Leo nataka tuangalie lile neno, jina lake anaitwa Mshauri wa Ajabu. Tutaangalia kipengele hicho cha kwanza tu leo. Katika kujifunza kwangu nimekuja kugundua ya kwamba mwanadamu yeyote anahitaji mashauri au anahitaji mshauri, au amesoma sana au hajasoma, awe ni maarufu sana, unaona, awe na cheo kikubwa au hana cheo, awe ni mfalme au sio mfalme, awe ni raisi au sio raisi, awe ni waziri mkuu, awe ni mkuu wa mkoa, awe ni mkuu wa wilaya, awe ni baba kwenye ndoa au awe ni mama. Nimegundua kabisa kwamba kila mwanadamu, unaona, kila mwanadamu, jambo la kupata mshauri au kushauriwa ni jambo la muhimu na la lazima katika maisha yake. Na jambo lingine ambalo nimegundua, watu wengi wamesimama kutokana na mashauri mema waliopewa na washauri wema, na watu wengine wameporomoka baada ya kupata mashauri mabovu kutoka kwa watu waliokuwa na mioyo mibovu, wakaanguka kabisa na wakapoteza mwelekeo walipopata mashauri yasiyofaa. Kwa hiyo ninanena jambo ambalo ni nyeti, jambo la muhimu, jambo ambalo unalihitaji, ambalo inabidi utege sikio, maana huwezi kuliepuka kwa vyovyote vile maadamu unaishi katika dunia hii. Swala la kupata mshauri atakaye kushauri katika mambo yako ni la lazima na la muhimu sana.
labda nikupe neno la tahadhari kwamba neno la muhimu unalotakiwa kulielewa ninapozungumza na wewe usiku huu wa leo ni hili, ya kwamba nyuma ya kila ushauri au nyuma ya kila mashauri, yaani mtu anapokuwa anakushauri kuna kitu kiko nyuma yake kinachofuata. Kuna matokeo ya ule ushauri utakaopokea. Unaona, kuna mambo mawili makubwa sana nyuma ya huo ushauri. Hapo funguka akili, fungua moyo wako, tega sikio lako ulielewe hilo. Nyuma ya kila ushauri utakaopewa, hata kama mimi mchungaji nakupa ushauri, nyuma yake kuna mambo mawili yatakayotokea. Jambo la kwanza, ule ushauri utakujenga, utakuinua, utakufaa, utakusaidia. Lakini jambo la pili, nyuma ya kila ushauri utakubomoa, utakushusha, utakukatisha tamaa. Unaona, hiyo ndo jambo la kuelewa sana nyuma ya ushauri. Yaani hata kama ushauri unatolewa kwa ufasaha wa hali ya juu, ushauri unatolewa kwako kwa upendo mpaka wa machozi, ushauri unatolewa uliojaa huruma ya aina fulani, unaona, ushauri unatolewa wa kukubembeleza, lakini nataka ujue ya kwamba nyuma ya kila ushauri umebeba mambo hayo mawili. Moja, ushauri unaweza ukakujenga, ukakuinua, ukakuimarisha, ukakutia moyo, ukafanikiwa, ukashinda, ukasimama imara kwa sababu ya ushauri uliopewa na mtu fulani. Lakini ushauri huo unaweza ukakubomoa, hata kama ulitolewa kwa ufasaha wa hali ya juu sana, hata kama ulitolewa kwa huruma ya hali ya juu sana, hata kama ulikubembeleza sana. Lakini nyuma ya huo ushauri, kama lengo la mashauri yale ni kukubomoa, litatimiza adhima hiyo. Ndio sababu huko mbele nitakwenda kukueleza kila ushauri utakaopewa na mwanadamu awaye yote ile, lazima ujenge tabia ya kuupima ule ushauri na neno la Mungu. Narudia, kabla ya kuutekeleza, kabla ya kutendea kazi, upime ule ushauri na neno la Mungu linavyosema. Kwa nini naweka utangulizi hii mzito? Nimetafakari sana mimi, na kwa kweli wasipendi nije mbele zako na maneno ya juu, maneno ya bla bla. Ninapokuja mbele zako, mtazamaji wangu na msikilizaji wangu, na kuwa nimepata nafasi ya kutulia, nafasi ya kukaa, maana nimejizoeza hata katika maisha yangu, nimejizoeza kutozoea neno la Mungu, nimejizoeza kutokwenda na neno la mazoea, nimejizoeza kukaa mbele za Mungu kwa muda wa kutosha, ili inapofika saa Roho Mtakatifu anapoweka ujumbe ndani ya moyo wangu, ninaleta mbele zako ujumbe utakao kufaa, naleta mbele zako ujumbe utakao kusaidia. Ndio sababu nimeupa ujumbe huu umuhimu wa kuwa macho na mashauri tunayopewa na wanadamu. Haleluya, haleluya. Jambo la kwanza ambalo limenipa kutafakari sana, nimekuja kugundua ya kwamba mashauri ndo njia ya kwanza aliyoitumia Ibilisi kumbomoa Adamu na Hawa. Alimpa mashauri.
mashauri ambayo yalimbomoa kabisa Adamu aliyekuwa kipenzi wa Mungu, ambaye Mungu alikuwa anashuka kila siku saa za jioni kuja kuzungumza naye katika bustani ya Edeni. Lakini adui hakuja na dhambi nyingine, alikuja na mashauri yenye hila. Alikuja na mashauri ambaye nyuma yake, unaona, yameficha jambo fulani, lakini mashauri yakatolewa kwa werevu mkubwa. Biblia inasema kitabu cha Mwanzo sura ya 3, kitabu cha Mwanzo ile sura ya 3, Biblia inasema hivi, sikiza maneno haya. Inasema maneno haya makubwa kwamba basi nyoka alikuwa mwerevu kuliko wanyama wote wa mwitu aliowafanya Bwana Mungu. Akamwambia mwanamke, ati hivi ndivyo alivyosema Mungu, msile matunda ya miti yote ya bustani? Alikuwa mwerevu, ana mashauri, lakini anataka kumpotosha. Kitu kilichojificha nyuma ya mashauri ya nyoka ni kumpotosha, ni kumkengeusha Hawa atoke kwenye msingi aliyokuwa ameambiwa na Bwana, ili afanye mengine ya tofauti. Au kwa lugha nyingine, alikuwa na malengo ya kumpotosha, kumkengeusha, unaona, ili apoteze uadilifu wake kwa Mungu na aanze kukosana na Mungu na avune vitu vya ajabu sana. Vitu vya ajabu sana. Kwa hiyo alichokuja nacho nyoka tunaweza ni Ibilisi. Anachokuja nacho kwa ujanja wa hali ya juu, anaitwa mwerevu, kwa tekniki, kwa mbinu ya hali ya juu. Kwako wewe ambaye umemkiri Yesu kuwa Bwana na Mwokozi wa maisha yako, kwako wewe ambaye umejazwa na Roho Mtakatifu na unanena kwa lugha, una vipawa na karama, adui hata kuja kwako kwa papara, atakuja kwa mashauri. Atakuja kwa mashauri ya werevu wa hali ya juu sana. Nataka kukuambia mtazamaji wangu na msikilizaji wangu, katika ulimwengu huu wapo walioinuka sana kwa sababu walipokea mashauri mema, na wapo walioporomoka kabisa mpaka huduma zao zikafa, na wakati mwingine mpaka kufa kimwili kabisa, baada ya kupokea mashauri ya kupotosha. Nataka unisikilize sana. Sasa huyu nyoka anampotosha mama yetu Hawa. Unaona, mwanamke akamwambia nyoka, matunda ya miti ya bustani twaweza kula, lakini matunda ya mti ulio katikati ya bustani Mungu amesema msiyale wala msiyaguse, msije mkafa. Tayari adui ameshapata. Mungu akusema matunda ya miti ya mti huu msiyaguse. Alisema msiyale. Ukisoma sura ya 2 na ule mstari wa 15, Mungu alisema maneno haya. Mstari wa 15, Bwana Mungu akamtwaa huyo mtu akamweka katika bustani ya Edeni ailime na kuitunza. Bwana Mungu akamwagiza huyo mtu akisema, matunda ya kila mti wa bustani mwaweza kula, walakini matunda ya mti wa ujuzi na mema wa ujuzi wa mema na mabaya usile, kwa maana siku utakapokula matunda ya mti huo utakufa hakika. Sasa
ile ni bustani, lazima ilime, lazima ipalilie. Matunda mengine yalikuwa yanaanguka mpaka chini. Sharti lilikuwa asile, lakini kugusa, unaona, kufanya nini, kupalilia, alikuwa anafanya hiyo kazi. Mwanamke akaongeza neno lake hapa. Alipoona ameongeza, Biblia inasema na ule mstari wa 4, nyoka akamwambia mwanamke, hakika hamtakufa, kwa maana Mungu anajua ya kwamba siku mtakayokula matunda ya mti huo mtavumbuliwa macho, nanyi mtakuwa kama Mungu, mkijua mema na mabaya. Sikiliza hayo mashauri. Mtakuwa kama Mungu, mtajua mema na mabaya. Ni ushauri wa kuvutia, ni ushauri, unaona, wa kumfanya sasa Hawa ajihisi hayuko kama Mungu. Unaona, ajihisi hajui mema na mabaya, wakati tayari alishaambiwa siku mkila matunda ya mti huu, ameambiwa na mume wake mtakufa. Anajua. Sasa ule mstari wa 22 unasema, Bwana Mungu akasema, basi huyu mtu amekuwa kama mmoja wetu kwa kujua mema na mabaya, na sasa asije akanyosha mkono wake akatoa matunda ya mti wa uzima akala akaishi milele. Kwa hiyo Bwana Mungu akamtoa katika bustani ya Edeni ailime ardhi ambayo katika hiyo alitwaliwa. Basi akamfukuza huyo mtu, akaweka makerubi upande wa mashariki wa bustani ya Edeni, na upanga wa moto uliogeuka huku na huku kuilinda njia ya mti wa uzima. Nini kilifanya Adamu na Hawa wafukuzwe na Mungu bustanini? Mashauri. Wakaacha kutii yale ambayo Mungu alikuwa amewaelekeza, wakapokea mashauri kutoka kwa nyoka na wakafukuzwa. Ndio sababu, mtazamaji wangu, nataka uelewe, Yesu anaitwa mshauri wa ajabu kwa sababu yeye pekee ndiye aliye na mashauri ya kukujenga wewe, ndiye aliye na mashauri ya kukuinua wewe. Yeye hana mashauri yenye hila, yeye hana mashauri ya kukupotosha. Mashauri yake yanaitwa ni mashauri ya ajabu. Ukiyafuata mashauri ya Yesu, hata wale waliokudharau watakushangaa, kwa sababu ni mashauri yaliyo na uzima ndani yake. Ni mashauri ambayo ndani yake yana Mungu ndani yake. Yanafanikiwa sana. Sasa nimesema Isaya akapata ufunuo kwamba Yesu pekee anaitwa mshauri wa ajabu, the wonderful counselor. Wazungu wanaita the wonderful counselor. Kwa nini anaitwa mashauri ya ajabu? Haleluya. Ni mashauri ambayo ukiyafuata ukayatekeleza, ni mashauri yatakayo kuinua. Yanaitwa ni mashauri ya ajabu kwa sababu ni mashauri yaliyo na uwezo wa kukutoa chini yakakuinua juu. Unaona? Ya kupeleka juu kabisa. Ni mashauri ya ajabu sana kwa sababu ukiyatekeleza yatawashangaza hata wale waliokuwa wanakupuuza. Yesu ni mshauri wa ajabu. Ukilinganisha mashauri ya Yesu na mashauri ya wanadamu wengine wote duniani, yani utashangaa. Yesu pekee ni mshauri wa ajabu. Kwa hiyo ndugu yangu unayenitazama na unayenisikiliza, nataka ujue usiku huu wa leo ya kwamba ustawi wako au ustawi wa nchi yangu ya Tanzania, unaona, unategemea katika hili neno ninalolifundisha usiku huu wa leo. Narudia, ustawi wangu wa maisha, ustawi wa taifa langu,
utategemea sana, tena sana, mashauri ninayoyapokea. Na kama nilivyotangulia kwenye utangulizi, kwa sababu hakuna mwanadamu duniani asiyekuwa na washauri. Rais wa nchi atakuwa na mshauri wa uchumi, atakuwa na mshauri wa mambo ya kijamii, atakuwa na mshauri wa mambo ya kisiasa na kadhalika na kadhalika na kadhalika. Tena wanateuliwa washauri waliobobea. Unaona? Mchungaji naye atakuwa na mshauri. Kama katika kanisa letu tunaye mshauri ambaye kazi yake ni kutushauri sisi viongozi wa kamati kuu. Yuko pale mshauri. Sasa ustawi wa kanisa utategemea mshauri. Ngoja nikusomee maandiko machache tuende nayo haya katika Mithali sura ile ya 11. Mithali ile sura ya 11. Mithali ile sura ya 11. Tasoma maneno haya. Ule mstari wa 14 unasema hivi: pasipo mashauri taifa huanguka. Pasipo mashauri taifa huanguka. Manake mashauri ni ya lazima kama tunataka taifa lisianguke. Lakini sura ya 15 na ule mstari wa 22, sura ya 15 na ule mstari wa 22 unasema hivi: pasipo mashauri makusudi hubatilika. Pasipo mashauri makusudi hubatilika. Uone nguvu ya mashauri Biblia inavyotaja. Sura ya 20 ya kitabu cha Mithali na ule mstari wa 18, sura ya 20 ule mstari wa 18: kila kusudi huthibitika kwa kushauriana, na kwa shauri la akili watu wanafanya vita. Hata majeshi yetu kabla ya kwenda vitani yanatokea mashauri. Unaona? Na mambo mengi sana yamethibitika baada ya kuwa watu wameshauriana. Kwa hiyo ninapozungumza juu ya ushauri, nazungumza kitu ambacho Biblia inaruhusu kabisa. Na kama nilivyotangulia kusema, huwezi kuepuka kuwa na washauri, lakini itategemea yule anayekushauri nyuma yake analenga nini, anataka nini kitokee. Naona ndio sababu nikakwambia kila aina ya ushauri, hata kama ungeshauriwa ushauri unaodondoka kama asali, chukua nafasi ya kwenda kuupima na neno la Mungu. Chukua nafasi ya kwenda kuupima na mshauri wa ajabu anasemaje. Ukikuta hauendani na mshauri wa ajabu ambaye ni Yesu Kristo, mwana wa Mungu aliye hai, usiutekeleze ule ushauri. Yaani ushauri, unajua unapokuja, nichukue labda mfano ndugu zetu wa TBS, watu wanaopima ubora wa vitu katika taifa letu. Unaona? Wanaitwa Tanzania Bureau Standards, TBS. Vyakula vinaweza kupikwa vizuri sana, lakini vinapopimwa kwenye TBS vimewekwa dawa ya kulevya ambayo kwa macho ya nje utafurahia kile chakula kukila, lakini kwenye vipimo
kimewekwa kitu cha madhara, kitu cha madhara. Sijui mtazamaji wangu unanielewa, naenda pamoja na mimi. Nimekuambia na kueleza jambo la muhimu, nyeti, litakalo kufaa, litakalo kuinua au litakalo kubomoa. TBS huwezi kumwambia tu hiki kitu ni bora, yeye haamini. Yeye anapitisha hicho kitu kwenye viwango vyake, kwenye mitambo yake. Mitambo ile ndiyo itakayotambua kwamba hiki kitu ni sahihi, ni bora na kinafaa, au hiki kitu ni cha kuteketezwa, ni kibaya, kinaweza kuleta madhara na maangamizi. Na nimekuwa naangalia mara nyingi, mara wanapima lotion, wanasema hazifai. Mara wanapima vyakula, wanapima pipi, wanapima biskuti, wanasema hazifai. Wanapima nondo za kujengea, wanasema hazifai. Lakini kwa macho ya nje na kwa lugha nzuri iliyotumika kuzitangaza hizo bidhaa, unakuta wengine wameshanunua na wamepata madhara. TBS yetu ni ushauri toka kwa mshauri wa ajabu anayeitwa Yesu Kristo. Mashauri yake ndo pekee yakaitwa mashauri ya ajabu, mashauri yasiyo na hila ya aina yoyote ndani yake, yasiyo na mapungufu ya aina yoyote ndani yake, yasiyo na maangamizi ya aina yoyote ndani yake. Ukipokea mashauri toka kwa mshauri wa ajabu aitwaye Yesu, wewe uko salama, uko salama. Nikupe mfano. Katika kitabu cha Mwanzo sura ile ya 41, kitabu cha Mwanzo sura ile ya 41 mstari wa 25 unasema hivi: Yusufu akamwambia Farao, ndoto ya Farao ni moja, Mungu amemwonyesha Farao atakayoyafanya hivi karibu. Wale ng'ombe 7 wema ni miaka 7, na yale masuke 7 mema ni miaka 7. Ndoto ni moja. Na wale ng'ombe 7 dhaifu wabaya waliopanda baada yao ni miaka 7, na yale masuke 7 matupu yaliyokaushwa na upepo wa mashariki yatakuwa miaka 7 ya njaa. Ndivyo nilivyomwambia Farao ya kwamba Mungu amemwonyesha Farao atakayoyafanya hivi karibu. Tazama, miaka 7 ya shibe inakuja katika nchi yote ya Misri, kisha kutakuja miaka 7 ya njaa baada yake, na shibe ile yote itasahaulika katika nchi ya Misri, na njaa itaharibu nchi, wala shibe ile haitajulikana katika nchi kwa sababu ya njaa inayokuja baadaye, maana itakuwa nzito sana. Na ndoto ya Farao kwa vile ilivyokuja mara 2 ni kwa sababu neno hilo Mungu amelithibitisha, na Mungu atalitimiza upesi. Basi Farao na ajitafutie mtu wa akili na hekima, amweke juu ya nchi ya Misri. Farao na afanye hivi tena, akaweke wasimamizi juu ya nchi, na kutwaa sehemu ya 5 katika nchi ya Misri katika miaka hii 7 ya kushiba, na wakusanye chakula chote cha miaka hii miema ijayo. Wakaweka akiba ya nafaka mkononi mwa Farao, wakakilinde kuwa chakula katika miji. Na hicho chakula kitakuwa akiba ya nchi kwa ajili ya miaka hiyo 7 ya njaa itakayokuwa katika nchi ya Misri, nchi isiharibike kwa njaa. Unaona, nchi ya Misri saa ya njaa ilistawi kwa sababu ya mshauri aitwaye Yusufu,
aliyetoa mashauri mema, mashauri ya busara, mashauri ya kuweka akiba ya vyakula. Yusufu ndiye mtu wa kwanza mtaalamu aliyetoa mashauri ya kuhifadhi vyakula. Hata leo tunapoona kuna magala, vyote vile vilitokana na ushauri uliotolewa na Yusufu aliyekuwa mcha Mungu. Nchi ikafurahi na nchi ikafanikiwa. Unaona, hiyo ni faida ya kuwa na mshauri mzuri. Unaona, lakini tukisoma Wafalme wa kwanza ile sura ya 12, Wafalme wa kwanza ile sura ya 12. Sikiliza maneno haya. Tasoma maneno mengi kidogo. Rehoboamu akaenda Shekemu. Rehoboamu ni mtoto wa Sulemani mkubwa, ambaye baada ya Sulemani kufa, sasa mwanae Rehoboamu ndiye alikaa kwenye kiti cha kutawala. Unaona, ikawa Yeroboamu, unajua kuna Rehoboamu na kuna Yeroboamu. Rehoboamu ni mwana wa Sulemani. Rehoboamu alikuwa ni mtumishi aliyekuwa anafanya kazi chini ya baba yake Sulemani, na baba yake Sulemani alipotaka kumuua Rehoboamu alikimbia nchi, akawa mkimbizi. Lakini alikuwa na kibali sana kwa taifa la Israeli. Haya, sasa ule mstari wa pili, ikawa Yeroboamu mwana wa Nebati alipopata habari, maana alikuwa akaliko huko alikokimbilia awe mbali na mfalme Sulemani. Yeroboamu akakaa huko Misri, wakapeleka watu kwenda kumuita. Basi Yeroboamu na jamii yote ya Israeli wakaenda wakamwambia Rehoboamu, yani mfalme aliye kwenye kiti, wakasema, baba yako alilifanya zito kongwa letu. Basi sasa utupunguzie utumwa mzito tuliotumikishwa na baba yako, na lile kongwa zito alilotutwika, nasi tutakutumikia. Akawaambia, enendeni zenu hata siku ya 3, kisha mnirudie tena. Watu wakaenda zao. Mfalme Rehoboamu akataka shauri kwa wazee waliokuwa wakisimama mbele ya Sulemani baba yake alipokuwa hai, akasema, mwanipa shauri gani ili niwajibu watu hawa? Sikiliza. Wale wazee wakamwambia, wakasema, ukikubali kuwa mtumishi wa watu hawa leo na kuwatumikia na kuwajibika na kuwapa maneno mazuri, basi watakuwa watumishi wako daima. Hayo ni mashauri anapewa na wazee wa mji waliokuwa nakaa chini ya baba yake. Haya, 8, lakini akaliacha shauri lile la wazee walilompa, akataka shauri kwa wale vijana waliokuwa pamoja naye, maana ni mfalme kijana, na kusimama mbele yake. Akawaambia, mwanipa shauri gani ili niwajibu watu hawa waliosema nami, wakisema, utufanyie jepesi kongwa lile alilotutwika baba yako? Sasa 10, wale vijana waliokuwa pamoja naye wakamwambia, wakasema, uwaambie hivi, watu wale waliokuambia wakisema, baba yako alilifanya zito kongwa letu, basi wewe utufanyie jepesi. Uwaambie hivi, kidole changu cha mwisho ni kinene kuliko kiuno cha baba yangu. Kidole changu cha mwisho kwenye mkono ni kinene kuliko kiuno cha baba yangu.
Yaani hata kwa akili za kawaida si unashtuka tu, hiki kidole kuwa kinene kuliko kiuno ni kitu hakijawahi kutokea, ni kitu hakijawahi kutokea. Kwa lugha nyingine wanamwambia yale mateso aliyowatesa baba yako ni madogo sana, sasa wewe utawatesa mateso makubwa zaidi. Ndio ilikuwa tafsiri, ndio ilikuwa tafsiri. Mstari wa 11, basi kama vile baba yangu alivyowatwika kongwa zito, mimi nitaongeza kongwa lenu. Baba yangu aliwapiga kwa mijeredi, bali mimi nitawapiga kwa nge. Ni mashauri wanampa. Sasa sikiliza, basi Yeroboamu na watu wote wakamfikiria Rehoboamu siku ya tatu kama mfalme alivyoamuru, akisema, mnirudie siku ya tatu. Mfalme akasema mnirudie siku ya tatu. Mfalme akawajibu watu wale kwa ukali, akaliacha shauri lile wazee walilompa, akawajibu kama vile walivyomshauri vijana. Akasema, baba yangu alilifanya zito kongwa lenu, bali mimi nitaongeza kongwa lenu. Baba yangu aliwapiga kwa mjeledi, mimi nitawapiga kwa nge. Basi mfalme hakuwasikia wale watu, maana jambo hili lilitoka kwa Bwana ili alitimize neno lake Bwana alilomwambia Yeroboamu mwana wa Nebati kwa kinywa cha Naia Mhironi. Nasikia mstari wa 16, basi Israeli yote walipoona ya kuwa mfalme hakuwasikia hao watu waliomjibu mfalme, wakasema, tuna sehemu gani katika, ngoja nisome vizuri maneno haya. Basi Israeli wote waliposikia ya kuwa mfalme hakuwasikia hao watu walimjibu mfalme, wakasema, tuna sehemu gani katika Daudi? Wala hatuna urithi katika mwana wa Yese. Haya, nendeni zenu hemani mwenu, enyi Israeli. Sasa itunze nyumba yako mwenyewe, Daudi. Hivyo Israeli wakaenda zao hemani kwao. Unaona, lakini kwa habari ya wana wa Israeli waliokaa katika miji ya Yuda, Rehoboamu aliwatawala hao. Ndipo mfalme Rehoboamu akampeleka Adoramu aliyekuwa juu ya shokoa, nao Israeli wote wakampiga kwa mawe hata akafa. Mfalme Rehoboamu akafanya haraka kupanda katika gari ili akimbie Yerusalemu. Hivyo Israeli wakaasi juu ya nyumba ya Daudi hata leo. Mwanzo wa mgawanyiko wa taifa la Israeli ni mashauri. Kwa hiyo kukawa na makabila 10 waliojitafutia mfalme wao aliyekuwa anaitwa Yeroboamu, na ukawa ni mwanzo wa ibada za sanamu. Mwanzo wa ibada za sanamu. Maana Yeroboamu ili azuie Israeli wasiteremke kwenda Yerusalemu kuabudu, alitengeneza na yeye nyumba ya ibada huko. Kwa hiyo wakaanza kuabudu kule. Mwanzo wa miungu ya Misri kuhamia Israeli ni kwa sababu ya mashauri mabovu aliyoshauriwa mfalme Rehoboamu aliyekaa kwenye kiti cha baba yake Sulemani, na akakataa mashauri mema ya wazee waliokaa chini ya baba yake Sulemani, akapokea mashauri ya vijana. Nchi ikagawanyika. Kwa hiyo ninachotaka kukwambia,
Mashauri yana nguvu. Mashauri yanaweza kukubomoa kama yatatolewa kwa nia njema, lakini mashauri yanaweza kukujenga kama yatatolewa na mtu kwa nia ya kukuinua. Unaona? Ngoja niendelee kusoma tu kidogo hapa juu ya hao wafalme hao, halafu nihame. Kusoma sura ya 20 ya kitabu cha Wafalme hii wa kwanza, sura ya 20. Sikiliza. Basi Beni-Hadadi mfalme wa Shamu akakusanya jeshi lake lote, nao walikuwapo wafalme 32 pamoja naye, na farasi na magari. Akakwea akausuru Samaria, akaupiga vita. Sasa akatuma wajumbe kwa Ahabu mfalme wa Israeli mjini, akamwambia, ndivyo asemavyo Beni-Hadadi, fedha yako na dhahabu yako ni zangu mimi, na wake zako na wanao walio wema ni wangu. Mfalme wa Israeli akajibu akasema, ni kama ulivyosema bwana wangu mfalme, mimi ni wako na vyote nilivyo navyo. Haya, wajumbe wakarudi tena wakasema, ndivyo asemavyo Beni-Hadadi, hakika nimetuma kwako kutaka fedha yako na dhahabu yako na wake zako na wanao utanitolea mimi, lakini kesho kama wakati huu nitatuma kwako watumwa wangu ili watazame nyumba yako na nyumba za watumwa wako, na itakuwa kila kipendezacho machoni pako watakitia mikononi mwao na kukichukua. Ndipo mfalme wa Israeli akawaita wazee wote wa nchi, akasema, angalieni na waomba muone kwamba huyu ataka madhara, maana ametuma kwangu kutaka wake zangu na watoto wangu na fedha yangu na dhahabu yangu, sikumkatalia. Wale wazee wakamwambia tena wote, unaona, usisikie wala usikubali, kataa hilo jambo. Unaona, mstari wa 12, ikawa Beni-Hadadi alipolisikia neno hilo, naye alikuwa akinywa yeye na wafalme mabandani, aliwaambia watumwa wake, jipangeni. Wakajipanga juu ya nchi. Na tazama, nabii akamwijia Ahabu mfalme wa Israeli akasema, Bwana asema hivi, je, umewaona makundi haya yote walio wengi? Angalia, nitawatia leo mkononi mwako, nawe utajua ya kuwa ndimi Bwana. Ahabu akanena, kwa nani? Akasema, Bwana asema hivi, kwa vijana wa maliwali wa majimbo. Ndipo Ahabu akanena, ni nani atakayepanga vita? Akajibu, ni wewe. Ndipo akawaandika vijana wa maliwali wa majimbo, nao walikuwa 232. Kisha baada ya hao akawaandika watu wote, wana wa Israeli wote, nao walikuwa 7,000. Wakatoka wakati wa adhuhuri, lakini Beni-Hadadi alikuwa akinywa hata kulewa mabandani, yeye na wale wafalme 32 waliomsaidia. 17. Wakatoka wote wale vijana wa maliwali wa majimbo wakitangulia, na Beni-Hadadi akatuma watu, nao wakamwambia, wako wapi? Wametoka katika Samaria. Haya, Beni-Hadadi akasema, kwamba wametoka kwa amani wakamateni wa hai, au kwamba wametoka kwa vita wakamateni wa hai. 19. Basi wakatoka mjini hao vijana wa maliwali wa majimbo na jeshi nyuma yao, wakapiga kila mmoja mtu wake. Washami wakakimbia na Israeli wakawafuatia. Beni-Hadadi mfalme wa Shamu akaokoka amepanda farasi pamoja na wapandao farasi. Mfalme wa Israeli akatoka akawapiga farasi na magari, akawapiga Washami pigo kubwa. Kwa nini Ahabu alifanikiwa? Alipokea mashauri kutoka kwa mtu wa Mungu. Mashauri
kutoka kwa mtu wa Mungu. Sisi watumishi wa Mungu tunabeba kinywa cha Bwana Yesu. Yesu ni mshauri wa ajabu. Mashauri yake ni ya ajabu. Alipoondoka akaweka mashauri yake ya ajabu katika vinywa vya watumishi wake waaminifu. Unapokuwa na mchungaji wako ambaye ameokoka akajazwa na Roho Mtakatifu, anayeishi maisha ya usafi, asiyevutwa na matamaa ya mwili, matamaa ya dunia hii, kila wakati sikiliza mashauri atakayokushauri kutoka kinywani mwake. Yatakusaidia sana, tena sana. Haya ni maneno ya ajabu, maneno ya ajabu sana. Muda wangu unakimbia sana, lakini natamani sana nikuelezee. Nije kwako labda niwaambie nyinyi vijana wengi sana, tena sana, wamepata shida ya maisha. Unaona, wamepata shida ya maisha, na sababu hizo wamesababishiwa na vijana wenzao. Katika kitabu cha Samueli wa pili sura ile ya 13 mstari wa kwanza, nitasoma mstari wa kwanza ili uweze kuona hivi vitu ninavyovizungumza, vitu vya ajabu sana. Unaona, vitu vya ajabu sana. Mstari wa kwanza: ikawa baada ya hayo, Absalom mwana wa Daudi alikuwa na umbu mzuri, jina lake akiitwa Tamari, naye Amnoni mwana wa Daudi akampenda. Akasononeka Amnoni hata akaugua kwa ajili ya umbu lake Tamari, maana huyu msichana alikuwa mwanamwali. Amnoni akaona ni vigumu kumtendea neno lolote. Mstari wa tatu ni wa makini sana. Lakini Amnoni alikuwa na rafiki, jina lake Yonadabu mwana wa Shama, ndugu yake Daudi. Unaona, Yonadabu wakati Daudi anatiwa mafuta, yeye ndiye alikuwa miongoni mwa watoto ambao mzee Yese alikuwa anawategemea. Sasa kila wakati Yonadabu alikuwa ana uchungu moyoni mwake, kwa nini Daudi ametiwa mafuta. Unaona, ndio sababu Biblia inasema, lakini Amnoni alikuwa na rafiki jina lake Yonadabu mwana wa Shama nduguye Daudi, naye Yonadabu alikuwa mtu mwerevu sana. Sikiliza, naye akamwambia, kwa nini mwana wa mfalme unakonda hivi siku kwa siku? Hutaki kuniambia? Ndio lugha zinazotumika hizo. Kwa nini unakonda? Unaona, kwa nini unakonda? Hutaki kuniambia? Mashauri ambayo yamejaa kwenye mitandao, kwenye simu zetu. Kwa nini? Sikiliza. Amnoni akamwambia, nampenda Tamari umbu la ndugu yangu Absalom. Yonadabu akamwambia, lala kitandani mwako, ujifanye mgonjwa, na babako atakapokuja kukutazama umwambie, mwache ndugu yangu Tamari aje na kusi anipe mkate nile, akaandae chakula machoni pangu nikione, nikakile mkononi mwake. Basi Amnoni akalala akajifanya mgonjwa. Na kuendelea ukisoma mpaka mstari wa 11. Daudi alienda akamwambia Tamari, mpelekee ndugu yako, nenda kampikie. Tamari kwa nia njema kabisa akaenda kaandaa chakula, akamuita Amnoni aje ale sebuleni. Amnoni akasema, siwezi kuja sebuleni, niletee huko chumbani. Aliposogeza chakula kile chumbani, Amnoni alimkamata kwa nguvu, akafanya uasherati naye.
jambo ambalo lilipelekea chuki kubwa sana kati ya Amnoni sasa na Absalomu, ambaye Tamari alikuwa ni dada yake waliyezaliwa tumbo moja. Ukisoma historia, alikuja baadaye Absalomu kufanya njama na kumuua Amnoni, ambaye angekuja kukaa kwenye kiti baada ya baba yake Daudi kama angeondoka. Lakini yale mashauri yakamharibia future yake yote. Nasema tena, ustawi wa mtu au nchi vinategemea sana watu wanaokuzunguka. Unaona? Vinategemea sana watu wanaokuzunguka. Mipango mingi ya watu au ya nchi imestawi sana duniani au imeporomoka kabisa kutokana na washauri waliokuwa wakiwazunguka. Yaani hilo ni jambo la muhimu sana ambalo nataka ulielewe katika maisha yako. Ulielewe kabisa. Ni jambo kubwa sana. Hata huduma nyingine, hii hata hatutasoma, lakini wewe utasoma mwenyewe nyumbani kwako kwa wakati wako. Wafalme wa kwanza ile sura ya 13, soma mstari wa kwanza mpaka wa 30. Kuna nabii kijana aliyekwenda kutoa unabii. Unaona? Na Bwana akawa amemwambia, ukimaliza kutoa unabii usirudi kwa njia uliyoiendea. Unaona? Kwa hiyo kijana nabii alipofika Betheli, unaona, akatoa unabii wa ajabu sana. Na unabii huu ulikuwa ni wa pekee sana, tena sana, kwa ajili ya kukomesha kiburi cha mfalme. Labda nisome mstari wa kwanza tu mpaka ule mstari wa 3. Na tazama, akatoka mtu wa Mungu katika Yuda kwa neno la Bwana, akafika Betheli. Naye Yeroboamu alikuwa akisimama penye madhabahu afukize uvumba. Basi mtu huyo akapiga kelele juu ya madhabahu kwa neno la Bwana, akasema, madhabahu, madhabahu, Bwana asema hivi, angalia, mtoto atazaliwa katika nyumba ya Daudi, jina lake Yosia, na juu yako atawachinja makuhani wa mahali pa juu, wanaofukiza uvumba juu yako, na mifupa ya watu itateketezwa juu yako. Akatoa ishara siku ile ile, akasema, hii ndiyo ishara aliyoinena Bwana, tazama, madhabahu itapasuka na majivu yaliyo juu yake yatamwagika. Ikawa mfalme Yeroboamu alipoyasikia maneno ya yule mtu wa Mungu, alipopiga kelele juu ya madhabahu huko Betheli, alinyosha mkono wake pale madhabahuni, akasema, mkamateni. Basi ule mkono wake alionyoosha ukakatika, wala kuweza kurudisha kwake tena. Madhabahu ikapasuka, majivu ya madhabahuni yakamwagika, sawa sawa na ishara aliyoitoa mtu wa Mungu kwa neno la Bwana. Mfalme akajibu akamwambia yule mtu wa Mungu, umsihi sasa Bwana Mungu wako ukaniombee ili nirudishiwe mkono wangu tena. Yule mtu wa Mungu akamwomba Bwana, mkono wa mfalme ukarudishwa tena, ukawa kama ulivyokuwa kwanza. Naona jambo lile lilipelekea mfalme akamwambia mtu wa Mungu, karibu nyumbani kwangu ujiburudishe, nami nitakupa thawabu. Mtu wa Mungu akamwambia mfalme, ujaponipa nusu ya ufalme wako, sitaingia pamoja nawe, wala sitakula chakula, wala sitakunywa maji mahali hapa. Maana ndivyo nilivyoagizwa kwa neno la Bwana kusema, usile chakula chochote, wala usinywe maji, wala usirudi kwa njia ile uliyoijia. Basi akaenda zake kwa njia nyingine, wala kurudi kwa njia ile aliyoijia Betheli. Sasa baada ya tukio hili, unaona, ukisoma sasa utaendelea pale chini, yuko mtu mmoja anaitwa nabii mzee aliyeulizia matukio yaliyotokea. Watoto wake wakamwambia yaliyotolewa
yaliyotokea, akawauliza watoto wake ameenda kwa njia ipi, wakamwambia amepita njia hii. Yule nabii mzee akaanza kumfuatilia huyu nabii wa Mungu, akamkuta amepumzika kwenye mti, akamwambia wewe ndiye uliyotuona? Akasema ndio, ni mimi. Naam, karibu nyumbani. Akasema Bwana ameniambia nisirudi kwako wala nisile kwako wala nisinywe kwako. Ambia huyo yule aliyesema na wewe ndiye amesema na mimi leo, ndio sababu nimekufuata. Unaona? Akanyanyuka, akaenda, akala, akanywa. Baada ya kula na kunywa, ndio sasa yule nabii anamsikitikia. Hata huyu nabii alipokuja kutoka, alienda akafa njiani. Kafa njiani. Huduma za watu wengi zimeuawa kwa sababu ya mashauri. Kwa sababu ya mashauri. Hata tatizo lililopata dunia la ugomvi wa makabila ya Israeli na Waarabu ni ushauri wa Sara alivyomshauri Ibrahim. Nimeacha kuzaa, sasa mwingilie huyu mjakazi wangu pate uzao kwake. Daudi, Ibrahim bila kupima akamwingilia Hajiri, akampata Ishmaeli. Uadui ulioko mpaka leo ulitokana na mashauri. Kwa hiyo ushauri unaenda kote mpaka kwenye ndoa. Ukikosekana umakini wa kuuliza kwa mshauri wa ajabu, huyu aitwaye Yesu, shaka. Ziko imani nyingi leo zinapotosha watu na hawataiona mbingu kwa sababu ya mahubiri wanayohubiri. Kuna watu wengine leo wameambiwa sio lazima ukienda kanisani uende na sadaka, na wafahamu watu hao. Na kuna watu ambao hawajapima mashauri yale na neno la Mungu, leo wanaenda makanisani bila kutoa sadaka. Kuna watu wameshaambiwa huna sababu ya kuomba wewe, mimi kuhani ndiye niliyowekwa kukuombea wewe. Hawapimi yale mashauri na neno la Mungu. Kwa hiyo wamekuwa wajinga, wamekuwa mbumbumbu, wala hawawezi kuona kabisa Mungu akisema nao. Maana swala la kuomba ni la kila mtu aliyeokoka. Kuwa na nafasi na Mungu ni swala lako binafsi. Swala lako binafsi. Ninaposema na wewe maneno hayo usiku wa leo, muda wangu umeisha, na kuambia neno kubwa: uwe makini na mashauri. Iwe ni kwenye biashara yako, muda usingetosha. Watu wanaenda kwa waganga wa kienyeji ili biashara yao ifanikiwe. Wamepotea kabisa. Kabisa. Mungu, nimenena maneno haya hata mimi mwenyewe nahusika. Maana eneo la mashauri linanijenga au linanibomoa. Mtazame huyu ndugu yangu aliyeinamisha kichwa chake, aliyesikia maneno haya. Anao washauri wengi wanaomzunguka. Na hasa unapotajirika, washauri wanakuwa ni wengi. Unapostawi, washauri wanakuwa ni wengi. Unapofanikiwa, washauri wanakuwa ni wengi. Lakini leo tumekusoma wewe Yesu ndiwe mshauri pekee wa ajabu. Kila mashauri aliyo nayo usiku wa leo, naomba msaidie kuyapima. Na wewe uliye mshauri wa ajabu, unasemaje juu yake kuhusiana na maisha yake kwa neno lako? Maana mashauri yako yako wazi na yako dhahiri kabisa. Mpe akili hiyo, mpe ufahamu huo, mpe
Ufahamu huo wa kuyapima mashauri yote ambayo anapewa na ambayo ataendelea kupewa na neno lako. Ayapime na wewe Yesu, mshauri wa ajabu, ambaye huna mashauri ya kumpotosha, ambaye una mashauri ya kumjenga, ambaye una mashauri ya kumuinua. Kuanzia leo ayapime mashauri yote, tena kwa kwenda kwa mchungaji wake na kumweleza, nimeshauriwa 1, 2, 3, 4 na fulani, naomba Baba unishauri. Apokee mashauri kutoka kwenye midomo ya baba yake pia, baba aliye na midomo safi, baba asiye na hila. Ndipo atakapostawi, ndipo atakapopona. Maana ndani ya mashauri, nyuma yake kumebebwa hila, kumebebwa maangamizi, kumebebwa kitu cha kudhoofisha kabisa. Msaidie alielewe jambo hili. Ninakushukuru katika jina la Yesu Kristo Bwana wetu, amen. Basi Mungu akubariki, ulale na Bwana. Lifanyie kazi jambo hili, utavuka salama safari yako ulionayo. Amen. Sibuka TV.